Okay, you guys. So I have a testimony to share. You all know, au kama ulikuwa ujui, I love acting. Napenda kuigiza sana. Actually, it's a career that nina consider iwe kabisa a career. Apart from fashion and beauty stuff, you know. So, mimi nimeanzia kuigiza shule advance. Ilitokea tu mwalimu dua yani ile tu dakika moja nikaigiza. From there I fell in love with it. Japokuwa sikufanya tena, ilikuwa tu one time. Then niliporudi advance kumaliza chuo na kuingia kanisani kwetu ninaposali, nikaingia kwenye kikundi cha kuigiza kinaitwa Heavenwood. Yes. So here's where my testimony or something that I want to share of how God is something else. Ukimtrust, imagine even the little things. Basi bwana, kukua kuna oil kanisani ninaposali, kanisani kwetu kuna event inaitwa Jeans and T-shirt concert. Actually naomba niwaalike, ni mwezi huu unaokuja wa 9, Jumapili ya kwanza. Sijui itaangukia tarehe gani, nitawapostia. Ni event ya vijana. Wewe kama una miaka 50 kushuka chini, wewe bado ni kijana. So back to the event. So huwa tunafanya maigizo, kuna dancing, kuna kudance, kuna maigizo, kuna all kinds of activities za vijana kuwaleta kwa Yesu. Si sawa? Mmenishanipata hapo. Dance battles, you know, yani sio kukosa kwanza. Usikose, sawa. Basi so one ya mwaka, it's either 2024 au 2025 mwanzoni, kwenye kikundi cha kuigiza we were to igiza a scene ambayo ni mdada mmoja na wakaka kama sio 3 4. Na script imetumwa kwenye page. I'm sorry naenda taratibu, but I want you guys to listen to this. Yani mimi mwenye tu nikikumbuka, I'm like, God, you did this to me, you know. Basi so script imetumwa, mimi nikaisoma and I was like, I want this character, I want to play this character. I wanted it so bad. Sijui unaelewa, yani I wanted that character, but unfortunately amepewa mtu mwingine. So amepewa mtu mwingine. Mimi mwanzo nilijua naigiza mimi, lakini baadaye akapewa mtu mwingine. Deep down nika nimenungunika, sio kwa my team, to my God. I'm like, God, I wanted this, you know. Sio kwamba I'll shine or something, you know. I just wanted because I love kuigiza, being naked to my God. Yeah, so hivyo. So kabla ya Jeans and T-shirt huaga inafanyikaga Jumapili kuanzia saa 9. So Jumamosi yake kabla huwa tunafanya auditions. Watu mbalimbali wanakuja kwa audition ili kwa ajili ya kuweza kuperform. Ikiwemo hata sisi ambao tupo ndani ya ministry. So that day nimefika pale, nikiwa in my mind tell najua naenda kuigiza mtu mwingine, another lady. Nafika pale kwanza a night before na paka asubuhi nikaona sasa moyo wangu umeshift na so hautaki tu kwenye kuigiza, ni kama unataka, guys, I'm being vulnerable here, unataka kuonekana. Yani Stella ukiukweli ukichimba ndani unataka kuigiza tu uonekane pale mbele, sio kama you want to minister or something like that. And nikasema ngasema, God, you know what, kama this is my heart towards this project, sitaki, cause mwisho wa siku ni mimi ndo nataka nionekane na sio wewe baba yangu. So nime let go. Yes, nime let go knowing that another lady, my friend, ataenda kuigiza. Basi nimefika hiyo siku ya audition, tulikuwa tunaenda kusaidia, nilikuwa I do ushering pia ninaposali, kwa we are doing setup ya viti na vitu vingine. Then our director, I would love to call her that, akatuita pamoja kikundi kizima kwamba you know there are changes, so ile nafasi akanambia the lady, ile nafasi nitaomba Stella aigize. Stella ambaye ni mimi. Trust me, in my heart nilishtuka. I was like, God, what have you done? But mimi nimesha let go. Yani sikuwa tena naitaka tena. Na sio kutaka kwa kususa. No, I'm like, no, but God, si mwanao pia amejiandaa, atajisikia vibaya nini, you know? But
Our director akamsema Naki tunaomba kwani nimesema Naki naomba huyo the lady tunaomba tu Stella igize hii hapa, the changes tumefanya hapa nini. Mimi I'm like okay Mungu, okay sawa. And the lady, she was okay kabisa, yani he was like Stella bora kwa kweli, yani mimi nilikuwa kama alikuwa ana issue nyingine anataka kufanya. So the day came on Sunday, JNT happened, ikafika session yetu. Now this is what stood the most for me, kiachana na Mungu kunipa hiyo nafasi. So tunaigiza. So the story is about a lady whose heart imekuwa imevunjwa mara nyingi na hao wanaume watatu, then later on anakuja nakutana na Yesu. So mwanaume wa kwanza alikuwa amekutana naye mbona nasahau the story, ana wadhifa fulani, yuko vizuri kipesa nini. Au ni varieties ya wanaume ambao the story na portray the lady amekuwa kwenye mahusiano nao watatu, lakini wote wanakuja wanamvunja moyo. Kwa kuna huyo mwenye yuko vizuri, wa pili is more romantic, flowers, gifts nini, mwingine talent, anacheza basketball, such kind of people. Na the lady alikuwa amefall kwa wote in interval tofauti, so kwa wakati mmoja, mind you. Yeah. So mwisho wa siku the lady amefika wa huyo mwanaume wa tatu, ni story ambaye ni huyo sasa the romantic guy, ana maua sijui ana nini, only yeye kuja kumvunja moyo. Mwisho wa siku the lady, which is me, ni portray that lady, akawa amekata tamaa na amesusa kabisa na moyo wake. So it shows a lady. I'll show you a picture of me crying kwenye stage, yeah. Now the man ambaye amechana moyo, so we had like a shape, a heart shape ya na nilindo ina represent moyo ya karatasi imechana kwamba sitaki tena mapenzi, sitaki tena nini. Then she was there sobbing, analia pale chini kwenye stage. Then later on a man appears, when a character mwingine who represents Jesus. Anaapia kwenye stage, amevaa in white suit and all that, and anatoa koti lake and he offers a new heart to give it to me. Nikana mkatalia. Mind you, this is, sijui tunahitaji hizo, ni hakuna, sio verbal, like just it's a kind of acting ambao bila kuongea, sijui inaitwaje, nimesahau, Mungu wangu, imetoka jina. So hivyo it's a background music and a song, afu kuna matendo yanaonyesha from scene 1, scene 2, scene 3 to 4 ambao inaishia na Yesu. Mwisho wa siku ananipa koti, ananipa na moyo mpya, like he restores my heart, na amenipa utu pia, so forth. When Jesus comes to your life, if you don't know, please accept him today as your Lord and Savior. A story for another time. That's so yeah. So hivyo nikaa imeisha, mimi nikashuka zangu kwenye stage, JNT inaendelea, programs zingine zinaendelea. Nikaenda nimechange washroom, then a lady comes to me analia. Niko washroom, I'm like okay, amepatwa na nini? Mimi ni Asha kanisani. Nishatoka kwenye character, nimerudi like I am an Asha kanisani. Nikamwambia nini? Akaniambia Stella, no. You have umeportray the story of my life pale kwa stage. And this is what is actually happening. And right now nipo kwenye stage ya Yesu restoring my heart. My friend. And from that day, I got purpose. Yani the feeling like, so like, when huyo ni ambaye amenifuata analia, nikamwambia countless feedback from my phone, from people pale in the event, kuniambia like wow, umeigiza vizuri, sijui nini, zile za kupongeza na kwamba it has touched. And wengine wakasema jamani, Yesu angekupa na mume. Wangetaka story ishie hivyo. But what stood up for me most ni hiyo ya the lady alinifuata na kuniambia kwamba the story imemportray yeye of what she has
Exactly. Yani kuanzia the kind of men sijui wote na mpaka sasa hivi alipo na hataki tena mahusiano, yani ni Mungu tu ndo anamshikilia, ni Yesu. Yani so that gave me meaning to what nilichokuwa naking'ang'ania mwanzoni na kutaka kuigiza. Nisikuwa naelewa, ni kwamba tu napenda, lakini kupenda kitu kisipokupa umaana kama hakina umaana, hakikupi meaning, hakikufulfill, hakina purpose, nikaja kuondoa hakina maana. So that's my testimony and my takeaway of how when you let go and you let God, yes, akafanya Mungu kama alivyofanya. I hope this story has touched you in one way or another. Till next time, peace.